sijafanya kosa lolote. Hayo yote ni maneno yenu tu ya kunisingizia. Mimi najua tokea siku ya kwanza hamjawahi kunikubali mimi. Kaka, kwa ruhusa yako, naomba nimuulize swali moja tu mke wako. Sailata, unakumbuka ile siku umenikuta chumbani kwako na mdoli na ukaanza kuninyang'anya? Ule mdoli ndio ambao ulikuwa umeshikilia akili za kaka Okana. Na baada ya kusambaratisha tu, basi kaka Okana akapata akili zake hapo hapo. Sasa swali liko hivi. Ule mdoli ulikuwa unafanya nini chumbani kwako? Na ni nani ambaye ameupeleka kama si wewe? Na kama wewe ulikuwa hausiki, ni kwa nini ulikuwa unang'ang'ania ni upeleke kwako? Hali ya kuwa unajua wazi kabisa kama ndio ambao umefunga akili za mmeo. We binti, kwa maelezo hayo nataka kumaanisha kwamba mke wangu ndo ambaye ameniroga? Ndiyo kaka, huyu ndo ambaye amekuloga. Acheni kumsingizia mke wangu. Najua hata siku moja mawifi hamjawahi kupendana. Kwa hiyo nakuonya, koma kumsingizia mke wangu. Hii ndio furaha yangu pekee ambayo imebaki. Shemeji, una nini? Mbona sijakuzoea hivyo? Kivipi shemu? Mke wangu ambaye ni dada yako alishakufa zamani sana. Hivyo sidhani kama una mamlaka au unastahili kuendelea kuniita mimi shemeji yako. Tena nakuonya ukome. Ukiwa unakuja hapa hakikisha unakuja tu kumfuata mwanao Zena. Zaidi yako mama, maisha Na sio kuleta ugomvi katika familia yangu. Nampenda mke wangu kuliko chochote katika hii dunia. nalia mwanao. Inatosha Sailata. Hizo si akili za kaka yangu. Umemfanya nini? Wewe! Nakuonya Mariamu. Tena kuonya kwa mara nyingine. Ole wako thubutu kunyanyua mkono wako kumpiga mke wangu. Tutagawana majengo ya serikali. Wewe uende mochwari ama kaburini na mimi niende jela. Sitojali kama wewe ni ndugu yangu. Baba, uko sawa kweli? Na wewe kifaranga unataka kuongea nini? Alafu watu wazima wakiwa wanaongea, wewe kipofu mdogo usiyeona unaingiliaje? Mke wangu, naomba wasamehe ndugu zangu. Mimi nadhani hawajui thamani yako katika familia yetu. Basi naomba tuingie chumbani kidogo nikakupunguze mawazo kipenzi. Nalia mwanao, sina pa kukimbilia mama. Mama toka kwenye kaburi, nateseka sana mama. Nani wa kunielewa, yatima mbaya sana. Mama toka kwenye kaburi, nateseka sana mama. Nani wa kunielewa, yatima mbaya sana. Mama Sauda. Ndugu yangu, sisi tumefanya kila kitu. Tunashukuru mambo sasa hivi yanakwenda vizuri. Familia imerudi katika mstari. Okana ameshapona, kwa hilo sisi tunakushukuru sana 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 sana. Sasa tumekuja hapa ili utueleze kipi cha kufanya.
moja ya kitu muhimu sana ni kuitafuta kufuli iliyofunga roho ya Sauda. Kama nafsi inayotangatanga ikikutana na roho yake, hapo itapata nguvu zake kamili, na hapo ataweza kujipambania mwenyewe kwa baadhi ya mambo dhidi ya maadui zake. Sasa hii nakumbuka dada Ghost alishawahi kuniambia kuwa kuna kufa katika hilo. Tano, ndiyo kuna kufa. Kuna kufa endapo hutafata maelekezo yangu, lakini ukifata ninavyokuelekeza hakuna kufa. Unafungua kufuli hiyo kwa urahisi sana, kama ulivyochomoa sindano kwenye utosi wa yule mdoli na Okana akapona. 5. Kila kitu ni siri ya kile unachokishika. Sasa hapa unajua mimi nina kimbelembele sana. Unajua mimi mganga napenda mambo yaliyonyooka. Sipendi kona tucheleshana. Mimi nina kimbelembele, najua katika hili mganga tutafeli. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Nikupe historia kwa ufupi tu. Unajua mama yangu alinizaa kipindi cha vita Tanzania na Uganda. Kipindi cha Idi Amin na Nyerere. Hasa kuna bomu moja lilipiga Bukoba. Akili yote pale iliruka. Kwa hiyo mimi nilivyokuwa tumboni ubongo ulicheza. Kwa hiyo topana ubongo wangu uko spidi kama mabomu ya enzi hizo. 5. Zima wifi, washa data. Punguza maneno mengi ya Dudubaya. Kamwacha mwanae yule koko anauza miogo. Ikaanza kusema watu tu mitandaoni. Ndio wewe. Mtaalamu, sisi tuko tayari. Tuambie wewe, tunaanzia wapi? Kesho asubuhi kabla jua halijachomoza tukutane mabondeni. Huko nitawaelekeza ni namna gani ya kufanya na ni wapi pa kuanzia kuchimba hiyo kufuli. Sawa, lakini mimi nitakuwa nimeyamaliza haya kwa wema, ila kuna jambo moja tu, Blaza Sangoma, nahitaji unisaidie. Mimi bwana, toka imeanza hii kazi unaenda huku unatoka huku unatoka huku, hakuna siku moja nililomfurahisha mke wangu. Sasa bro, nataka nikimaliza hii kazi unipe mkongo, kwa sababu wewe una asili fulani ya ukongo hivi. Kwa hiyo unipe vumbi la Kongo. Bro, nataka watoto mfululizo. 5. Acha upumbavu. Mnaweza mkaenda. hapa geto mpaka sasa hivi nashangaa hujatimba. Unatafuta hasira zangu kwa lazima. Unataka niweke kila kitu wazi ili kila mtu ajue. Nilo, tafadhali nakuomba.
Hapa nyumbani kuna matatizo sana. Usiseme neno lolote lile, mimi nitakuja. Sina muda wa kusikiliza matatizo ya familia yenu. Nakupa dakika 10 pekee uwe umefika hapa getoni kwangu. Ukichelewa hata sekunde moja, mambo yanakuwa mali ya umma. Halo? Halo? Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Sauda, sauda. Ingala ingala isebede, ingala ingala isebede, ingala ingala isebede. Umemwona dada Ghost? Kuna mtu hapa unamwona? Mimi simoni mtu. Kwani tuko watu watatu hapa? Kweli Mwenyezi Mungu ni mtu wa ajabu sana. Anaweza kukupa umri lakini akakunyima maono. Mimi Mungu amenipa maarifa pia na maono. Mimi ndio mtu pekee duniani ambaye anaweza kuona vitu vya kufikirika. Tano. Kuna jambo la hatari limetokea tena. Hivi tunavyozungumza na wewe, akili ya Okana imetekwa kwa mara nyingine tena. Na mganga aliyehusika safari hii ni hatari zaidi ya yule mara ya kwanza tena. Tafadhali nawaomba, mnaposhughulika kutetea roho yangu ili ipate amani, naombeni mumsaidie na Okana mume wangu. Maana giza linamwingia kwa kasi jamani. Nawaomba. Sasa wewe kwa nini unaondoka wakati hujazungumza? Kwa nini unaondoka? Vipi? Ameondoka? Brother, huu ni mchezo wa kufungana wa draft. Mambo yanaanza tena. Nasikia kuna mganga amepatikana, wamefunga tena roho ya Okana. Kwa hiyo natakiwa tumsaidie Okana, huku pia tukisaidia mwili wa dada Ghost. Brother, kuna muda unafika mimi nachoka. Ndio nakumbuka kwa nini Yesu aliwahi kuondoka. Yule alitukimbia. Matatizo ya wanadamu ndio maana Yesu alikimbia, na mimi nitaigiza nimekufa. Wallahi nitaigiza na mimi nimekufa, napigwa misumari. Nimechoka. Unataka kuniambia huu mchezo umeanza tena upya? Ina maana mambo yanaendelea kuwa magumu sasa. Mimi mzee wangu natumia busara zako, kwa sababu hekima zimenishinda. Natamani hata kuachana na haya mambo, niishi maisha yangu. Bro, ipo siku nitakuta kila kitu kimepotea kwenye mikono yangu. Hadi demu wangu nitakuta wauni wamenipigia. Kweli nakwambia. Tano. Zima wifi, washa data. Usipende kulopoka lopoka. Mambo ya dini yaache kama yalivyo. Sawa, wewe akili zako hizo. Wewe ni dishi. Na dishi lako linayumba. Nashangaa tu Mwenyezi Mungu amekupa upeo wa kiasi gani kuyaona mambo ambayo binadamu mwingine hayawezi kuyaona. Yaani haya mambo wewe unajiuliza, yaani kujaje kichwani kwako? Sasa basi, mambo mengine yaache. Naomba kesho tukutane na mganga wetu na tumueleze kila kitu. Naamini kupitia yeye kila kitu kitaisha. Bwana, hii kaka kiboko. Hii kaka kiboko sijawahi kuona. Yaani kama ni mchezo basi nachezeshewa. Na ndio maana manabii wote waliwahi kudedi. Kwa sababu wangekuwa manabii wa kweli wangebaki mpaka sasa. Wote wamewahi kufa. Zima wifi, washa data. Go. Zima wifi, washa data. Go.
mrembo wangu. Upo faster mpaka mimi napenda. Dakika 10 hazijaisha tayari umeshatimba. Hebu ingia ndani kwanza nimalize hamu yangu. Tutazungumza baadaye maana nimekumisi hatari. Hivi Nilo, utaendelea kunitesa mpaka lini? Hii hali itaisha lini? Kwani agano la kwanza linazungumza muda gani kabla ya kuondoka? Kumbukumbu zako zinasemaje kwani? Mwezi mmoja. Sasa hiyo ndo desturi. Kila siku ni lazima uje geto mpaka mwezi huu uishe. Hapo ndipo agano letu litakwisha rasmi na siri yako itabaki kwa yangu. Ila ukikosa siku moja tu tunaanza upya kama siku ya kwanza. Haya, ingia ndani kwanza. Ingia ndani. Tamlomba ingo bakura no totono kashinje pyawa pande jakia na ngweli talomba wiza bena gengo kwa abantu bena wanijili wachini jibena ko usubobo talomba mizimwe tupokele tatulia matatizo kwa abantu bena ba talomba shene talomba wizo go milikobo tuatatulia matatizo kwa pyago se talomba shene mizimu imekubali damu ya huyu kuku na itawasafishia matatizo yenu yote. Talomba lo mwisho pya matatizo kabo katatuliwe pyege kagose ugunago mwaka gungi tageme gutatila mwana omela ikaseka galila bagumano yomba hamona limela kasungusela o mama uleko nene bazizuke kazi yenu imekwisha, lakini naombeni sikilizeni kwa makini sana masharti ya mizimu. Ondokeni haraka sana na muende nyumbani kwenu, na muhakikishe msigeuke nyuma. Hata kama chochote kitokee nyuma, iwe gari iwe treni, hamna kugeuka nyuma. Atakayegeuka nyuma mimi asinilaumu, matatizo makubwa sana atawapata. Naomba muwe makini sana kwenye hili, na imani nyinyi wote ni watu wazima, kila kitu mnaelewa. Kuna matatizo makubwa sana atawakumba kwa yule atakayegeuka nyuma. Sitakuwa na msaada tena na sitakuwa na mjadala wa kumwangalia mtu usoni juu ya hili. Nimekusikia mganga, tutatekeleza. Kende malamu, kende malamu, kende malamu, kende malamu.
za wewe shoga yangu Suzi. Yaani leo mambo yalikuwa mazito hapa nyumbani. Nilikuwa nataka kunaswa kabisa, yaani mtego nilikuwa nauona kabisa unaenda kuninasa. Najua kila kitu Sailata. Hivi haujashtuka kuona badiliko la mmeo Okana? Hujajiuliza imekuwaje? Ghafla amewabadilikia ndugu zake na kuanza kuwafokea. We, usiniambie kama wewe ndio unahusika katika mabadiliko yote. Ni mimi Suzi. Kama nisingefanya hivyo, sasa hivi ungetafuta pa kwenda. Tusiongee sana kwenye simu kwa sababu kuta zina masikio. Kesho njoo nyumbani kwangu ili tuende kwa mganga. Tujue mwafaka wa hili jambo. Maana sitaki penzi la msimu lipotee. Basi sawa shoga yangu. Yaani asubuhi na mapema nitakuwa hapo. Yaani wewe hujaamka mimi niko mlangoni. Nilikuwa naomba ruhusa mara moja. Kuna jambo la muhimu sana nataka nikajadiliane na rafiki yangu. Nakuomba sana mama yangu. Ha? Nurati. Hivi una akili timamu wewe au umepungukiwa? We kichaa eh? Tumeambiwa tusigeuke Juma. Hayo ndio masharti ya mganga. Sasa we leo unaanza kupinda kona kona. Lengo lako nini? Uharibu haya masharti, si ndio? Nurati, kitakacho kukuta huko mimi simo. Kabisa? Au wewe unataka damu ya kuku mweupe tuzingile sisi, si ndio? Nakuahidi mama, sitageuka nyuma hata iwaje. Nitahakikisha naangalia mbele mpaka nafika kwa rafiki yangu. Siwezi kuvunja masharti ya mganga mama wangu. Nakuomba, ni jambo la muhimu sana. Nitaenda na nitarudi mapema. Aya, nenda. Lakini kumbuka hilo sharti. Sawa mama, nimekuelewa. Na wewe inabidi urudi nyumbani kwenu haraka sana kabla jua halijazama kabisa. Na maanisha giza halijaingia. Mumeo unamjua ana matata yule. Kwa hiyo uwai mwanangu. Na kule kwako si unakujua ni mbali sana. Basi fanya hivyo uwai, lakini kumbuka sharti. Sawa mama. Wow. Nurati mama. Yaani nikajua kama hautokuja muda huu. Bila shaka umekuja kunipa jibu langu zuri ambalo nalisubiria kwa muda mrefu. Nilo. Nimekuja kwa kukupa jibu lako. Nimekuja kuambia kwamba nimekubali kuwa na wewe kwa sababu nimeona wewe ni mwanangu anayejali na